Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ndugu Erasto Sima, mwenyekiti wa Burute SACCOS Limited, mkurugenzi wa manispaa ya Bukoba, mrajisi msaidizi wa vyama vya ushirika mkoa wa Kagera, ndugu viongozi wa ngazi mbalimbali walioko hapa, wanachama wa Burute SACCOS Limited, watoto wangu ambao ndio wanufaika mlioko hapa, waandishi wa habari, wageni waalikwa, mabibi na mabwana. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia afya njema siku ya leo na tukaweza kukutana hapa kwa ajili ya tukio hili muhimu. Aidha niwapongeze uongozi wa Burute SACCOS Limited kwa kuandaa tukio hili muhimu, lakini pia niwashukuru kwa kunialika kuwa mgeni rasmi ili niweze kushiriki pamoja nanyi. Asanteni sana. Nawashukuru sana kwa heshima hii kubwa mlionipa. Ndugu wanachama na wanufaika, nimetaarifiwa kuwa Bukoba Rural Teachers Services and Credit SACCOS Limited, Burute SACCOS, ni chama cha ushirika cha akiba na mikopo cha watumishi wa umma wa wilaya za Bukoba na Misenyi ambacho kilianzishwa na kusajiliwa mwaka 2006 na lengo la kuanzishwa kwake likiwa ni kuwawezesha watumishi kukopeshana na kupata mikopo ya riba nafuu ya 7% isiyoumiza ili watumishi hao waweze kujiendeleza zaidi kiuchumi na kijamii kwa kufuata taratibu na kanuni za vyama vya ushirika. Ndugu wanachama na wanufaika, chama cha ushirika wa akiba na mikopo Burute SACCOS Limited kimekuwa na mafanikio mengi tangu kuanzishwa kwake mwaka 2006 hadi sasa. Kati ya mafanikio haya ni pamoja na kuwafikia na kuhamasisha watumishi wengi kujiunga nacho, na hadi sasa kinawahudumia jumla ya watumishi wanachama 1656. Pili, chama hiki kimekuwa kikilipa kodi za serikali kutokana na ziada inayopatikana takriban miaka 4 mfululizo. Tangu mwaka 2020 hadi mwaka 2024 kimelipa kodi ya serikali jumla ya shilingi milioni 370.9. Niwapongeze sana kwa kuchangia maendeleo. Hiki ni kiwango kikubwa sana. Hivi makofi ni vidogo sana. Aidha, chama cha Burute SACCOS imeweza kuwekeza jumla ya shilingi milioni 35 katika benki ya ushirika nchini kwa kununua hisa 70,000 ili kuendeleza mtaji wake. Ndugu wanachama, Burute SACCOS Limited hawakuishia hapo, bali wamekuwa wakigusa jamii kwa kutoa misaada mbalimbali hususan katika sekta ya elimu. Na leo tunashuhudia SACCOS hii ikitoa msaada wa madawati 340, vyandarua 205, mashuka 240, pampers za watoto chini ya miaka 5, boksi 6, sukari kilo 100, maharage kilo 200, pamoja na bima za afya kwa wanafunzi 40 ili kusaidia jamii katika sekta hizo za elimu na afya. Kiasi cha shilingi milioni 1 kimetolewa kwa kituo cha kulelea watoto yatima manispaa ya wilaya ya Bukoba. Niwapongeze sana wanachama wote wa Burute SACCOS kwa maamuzi yao ya busara ya kutenga ziada yao na kuamua kutenga kiasi fulani cha fedha na kuelekeza katika jamii ambayo sasa nayo inanufaika kwa kupatiwa mahitaji muhimu kama yalivyotajwa hapo awali. Ndugu wanachama na wanufaika, jambo hili linatokana na uongozi mzuri unaosimamia vizuri sheria, kanuni na taratibu za chama hiki cha Burute SACCOS na kuwezesha kupatikana kwa gawio la ziada ambalo linasaidia kupatikana vifaa hivi kwenye jamii. Niseme kuwa huu ni mfano mzuri na nitoe wito kwa vyama vingine vya akiba na mikopo kuiga jambo hili zuri na kuikumbuka jamii pale mnapopata ziada. Kwa kweli nawapongeza sana. Mimi ni watumishi wa umma na wengi wenu ni walimu, na sisi watumishi wa umma wote kwa kada zote vipato vyetu ni vya kawaida sana, lakini kuweza kutoa kiwango hiki chote kikubwa hivi, hata mimi mwenyewe nimefarijika sana. Sasa kwa sababu niko na mrajisi hapa, mrajisi msaidizi wa mkoa wa Kagera, mimi nachomeka hapa
Sisi watumishi wa umma tumetoa kikubwa kwa jamii kuliko nyie matajiri wa kahawa wa mkoa huu. Nenda kawaambie wafanyabiashara wa kahawa, wale wenye viwanda na wale wanaouza mbichi, ukiondoa wakulima, wafanyabiashara wa kahawa, wale middlemen na wale wenye viwanda wanaoongeza thamani, na wenyewe kwa umoja wao wakusanye kitu, warudishe fadhila kwa wananchi. Tukishirikiana hivi tutaweza kuendeleza mipango mizuri ya serikali katika jamii zetu na kusukuma mbele gurudumu la maendeleo kwa pamoja. Ndugu wanachama na wanufaika, nimalizie hotuba yangu kwa kuwahakikishia kuwa serikali itaendelea kutoa ushirikiano kwa wadau wote ambao watajitokeza kuunga mkono juhudi za serikali za kuchangia maendeleo ya wananchi, hususan katika sekta za elimu, afya pamoja na nyinginezo katika jamii zetu. Kwa niaba ya wanafunzi wote tuliopo mahali hapa, napenda kutoa neno la shukrani. Asante sana kwa ajili ya zawadi mlizotuletea siku ya leo. Nawashukuru sana sana sana. Kwa majina naitwa Mwalimu Joy Felix, ni kaimu afisa elimu msingi halmashauri ya wilaya ya Misenyi. Tunawashukuru sana Borute SACCOS ambao katika hafla hii ya siku ya leo wametukabidhi madawati 120. Madawati haya yataenda kupunguza changamoto ya madawati tuliokuwa nayo, kwa sababu halmashauri ya wilaya ya Misenyi tulikuwa na upungufu wa madawati 1503. Kwa hiyo tunapoongeza madawati haya 120 ambayo yatasambazwa kwenye shule 4 itatusaidia. Lakini pia tumepatiwa vyandarua, mashuka pamoja na mablanketi kwa ajili ya wanafunzi wenye mahitaji maalum wanaosoma shule ya msingi Bunazi. Shule ile inao bweni kwa ajili ya wanafunzi hao wa kike na wa kiume. Kwa hiyo msaada huu utachangia kuendeleza ari ya kujifunza kwa wanafunzi, lakini na kuondoa msongamano wa wanafunzi darasani, ambapo wanafunzi walikuwa wanakalia dawati moja labda watu 4. Kwa hiyo itasaidia kwa kiwango kikubwa. Shule ambazo zitapata haya madawati ni shule ya msingi Gayasa, shule ya msingi Bubale, shule ya msingi Bugango na shule ya msingi Bunazi. Tumeweza kuwalipia bima ya afya kwa mwaka mzima. Kwa hiyo wataweza kupata matibabu katika hospitali yoyote bila kupata shida na usumbufu kutokana na changamoto wanazopata wazazi. Lakini pia tumetoa sukari, maharage kwa wanafunzi wenye mahitaji, na mahitaji haya hatukutoka nayo kichwani. Tumezunguka, watendaji wamefanya uzengezi kuangalia mahitaji walionayo, mahitaji halisi. Kwa hiyo haya ni mahitaji ambayo yametoka kwenye maeneo na vituo ambavyo tumevitolea msaada. Vitu vilivyotolewa nimetaja kwamba vina thamani ya shilingi milioni 41.3.